Ukristo bila Roho Mtakatifu ni kama tu kuishi maisha fulani ambayo hayana uhalisia, kwa sababu kila kitu bila Roho Mtakatifu ni kigumu. Maombi bila Roho Mtakatifu ni magumu. Kusoma neno la Mungu bila Roho Mtakatifu ni ngumu. Kufanya huduma bila Roho Mtakatifu ni ngumu. Kuelewa mambo ya kiroho bila Roho Mtakatifu ni ngumu. Hata ndio maana Yesu akawakataza wanafunzi wake, msiingie mtaani kuhubiri, mtaharibikiwa. Subirini kwenye chumba cha juu mpaka mpokee huyo Roho Mtakatifu kwanza, kwa sababu ndiye anayeleta definition, anayeleta uhalisia wa mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Nyosha mkono usema, nahitaji Roho Mtakatifu. Nahitaji nguvu zake, nahitaji hekima yake, nahitaji maarifa yake, nahitaji vipawa vyake. Mbona usemi kwa sauti, nahitaji vipawa vyake, nahitaji karama zake, ili niishi kwa tunda lake katika jina la Yesu. Haleluya. Hii ndio itakutofautisha kati ya wewe na yule anayekuja kanisani na kusali. We shall receive power. Tutapokea nguvu akisha kuja juu yetu Roho Mtakatifu. Ndakuonyesha levels za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu anakuaje? Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu inakuaje? Maana kuna mwingine Roho Mtakatifu yuko ndani yake, lakini mwingine yuko juu yake, mwingine yuko pamoja na yeye. I will show you. Yesu alipokuwa anasema the Spirit of God is upon me, Roho Mtakatifu yu juu yangu, anaenda kwenye dimension nyingine. Amina. Tutajifunza namna ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. So jambo la kwanza nimesemaje? Nimesema aina 4 za watu. Aina ya kwanza tumesema ni mtu wa asili. Ni mtu gani huyo? Ambaye hajamjua Kristo. Amen. Amekufa katika roho yake. Maana ulipookoka ulihuishwa kwa Roho Mtakatifu. Amen. Aina ya pili ya mtu ni mtu wa mwilini. Mtu wa mwilini ni mtu aliyeokoka, lakini hatembei katika roho, anaishi katika mwili. Nao wako wengi kanisani, wameokoka vema, wamependa Yesu, lakini bado ni watu wa mwilini. Na Paulo alikuwa anaongea vizuri, anasema kama kwenu kuna husuda, kama kwenu kuna fitina, kama kwenu kuna migawanyiko, kama kwenu kuna watu wanasema mimi wa Paulo, mwingine anasema mimi ni wa nani yule mwingine, Apolo. Paulo anasema ni nini hivi? Nyinyi si ni watu wa mwilini kabisa. Watu wa mwilini ni watu ambao wanaishi kwa kutumia akili na ujanja. Watu wa mwilini ni watu ambao matunda ya mwili yanadhihirika zaidi kuliko matunda ya roho.